Na mtazamaji, zaidi ya Wakenya milioni 2.2 wanakumbwa na baa la njaa kutoka kaunti 23 zilizoathirika humu nchini. Na mali pia ikiendelea kuwaathiri watoto hasa katika eneo la Gas, kaunti ya Marsabit, ambako utapiamlo umeendelea kuathiri familia kadhaa. Na kama mwanahabari wetu Boniface Baraza anavyoarifu ni kwamba mifugo pia wameripotiwa kufariki, huku shilingi bilioni 2.1 zikihitajika kushughulikia hali ya dharura. Marsabit, mojawapo ya kaunti 6 zilizoathirika zaidi na ukame katika kijiji cha Gas huko North Horr. Asilimia kubwa ya wakazi ni wafugaji, ila ufugaji wanaotegemea katika kukidhi familia zao upo hatarini, mifugo wakifariki kutokana na ukosefu wa lishe na maji. Tunakutana na Docho Wario, msichana mwenye umri wa miaka 13 ambaye ni mlemavu na mwathiriwa utapiamlo, wakitafakari kuhusu hali inayowakumba na mamake. Huyu mtoto mlemavu, pia wana mifugo yao yote imeenda na ukame. Wako na njaa sana, wana cha kutegemea, mali yao yote imeenda na ukame. So sasa mara nyingine mimi ndio huwa nawasaidia kuwapatia chakula kidogo. Mita chache kutoka hapo ni nyumbani kwa mzee Barile Katelo. Mwanawe amedhoofika kiasi cha kutotembea kutokana na ukosefu wa lishe. Kijiji hiki pekee kimerekodi visa 14 vya utapiamlo licha ya juhudi za serikali za kusambaza chakula. Sasa watu wanapata njaa, watoto wanakonda, wanakofia, kosa afya, hawaende hata shule. Serikali imetoa chakula lakini ni kidogo tu wanapata ile kidogo yenye wamepewa, wanapika tu siku 2 inaisha. Viongozi nao wakikiri kulemewa na mzigo mzito wa makali ya ukame. This drought hitting will run into problems of the parents not being able to afford to pay the school fees. So that's also something I will look at. Government interventions a bit here and there to help the pastoralists continue that education. Wanyama wanahitaji maji. Kwa saa hizi wanaenda distance ndefu sana, nyasi pia zimekauka. Kwa hivyo in the next 2-3 months kama hakutakuwa na mvua, itakuwa ni hali hatari zaidi. Zaidi ya kilomita 600 kutoka Marsabit ni kaunti ya Mandera. Hapa napo ukame umezidisha kiu, wafugaji na mifugo wao wakikosa maji na lishe na kusafiri mwendo mrefu kusaka maji. Maji ndio iko shida sana. Mtu ambaye akileta asubuhi mtungi moja haijulikani kama inapatikana mpaka jioni. Kaunti ya Marsabit, Mandera, Turkana, Wajir, Garissa, Isiolo na Samburu kaskazini zimeorodheshwa kuathirika zaidi na ukame. Ni kisa ambacho kinaweka wazi masaibu ambayo yamewafika wakazi wa kaskazini mwa nchi, huku nayo serikali ikizidi kuelezea kujitolea kwake kushughulikia swala hili, japo uhalisia mchungu ni wa kukeketa maini. Boniface Baraza, Runinga Citizen, kijiji cha Gas, eneo bunge la North Horr, gatuzi la Marsabit.